Msalaba wako ni upi katika maisha yako? Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa kuwa unatenga muda wako kufuatilia mafundisho katika channel yetu ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana kwa kuwa unaweza kuwa una shughuli nyingi za kufanya, ila ukasema ngoja nipitie mafundisho kwenye channel ya Mikono ya Kristo, walau uweze kupata maarifa ambayo tunayafundisha, watu wapate kuelimika, wapate kulijua neno la Mungu, wapate kulitafakari neno la Mungu na kulielewa na kuliishi. Kwa sababu hiyo nina kila sababu ya kukuambia Mungu akubariki sana kwa kuwa unatenga muda wako kwa ajili ya mafundisho haya. Basi nitakwenda kufundisha somo ambalo linauliza msalaba wako ni upi? Msalaba wako wewe Mkristo ni upi? Yesu alibeba msalaba, alituchukulia sisi. Msalaba ule haukuwa kwa ajili yake. Na wewe msalaba wako unaochukua kwenye maisha yako ni upi? Basi kabla sijaendelea kufundisha, nitakwenda kuomba ili Roho Mtakatifu atusaidie niweze kufundisha vema na uweze kusikia neno na kulielewa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa neema yako na kwa fadhili zako. Asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa maana umetupatia kibali cha kuweza kufundisha mafundisho haya, lakini pia umempatia kibali mtumishi wako ambaye anafuatilia mafundisho haya. Mungu, ninakuomba na kukusihi mwachilie Roho wako Mtakatifu atupe maarifa ya kuweza kufundisha vile ipasavyo, na wanaosikiliza masomo haya wapate kuelewa kile kitu ambacho Bwana umekukusudia kwa ajili ya mtu fulani. Kwa maana kila fundisho ambalo tunafundisha ni neno la Mungu. Kila neno lenye pumzi ya Mungu, Biblia inasema, linafaa kwa mafundisho. Basi hili neno ambalo linafundishwa mahali hapa, ambalo lina pumzi ya Mungu, likawe baraka kwa ajili ya mtu fulani ambaye inawezekana anataabika na kuteseka kwa sababu tu ya kukosa neno la Mungu. Asante Bwana kwa neema yako, asante kwa fadhili zako, asante kwa upendo, asante kwa kutujalia kutupatia nafasi hii, na kila mmoja aseme amina. Basi kama nilivyoanza kusema ya kwamba somo langu la leo nataka nikufundishe kwa habari ya msalaba. Hakuna Ukristo bila msalaba. Ukristo wetu ulipatikana zaidi pale msalabani. Maana ya Ukristo ipo kwenye msalaba. Maana halisi ya Ukristo imepatikana kupitia msalaba ambao Yesu alisulubiwa kwenye ule msalaba. Kwa kupigwa kwake na kusulubiwa kwake alimaliza zile changamoto ambazo ziliingia duniani. Shetani akatukamata, dhambi ikaingia duniani na tukawa mateka wa shetani. Na Yesu alikuja ili kututoa kwenye hilo shimo la mateka. Kwa alibeba msalaba kwa ajili ya kutubebea sisi ili tupate kukombolewa. Sasa ukilisoma neno la Mungu kitabu cha Yohane sura ya 19 aya ya 17, tunaona kabisa Yesu anabeba msalaba. Inasema, akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa, au kwa Kiebrania Golgota. Kwa Yesu alibeba msalaba mpaka pale palipoitwa Golgota ama fuvu la kichwa. Yesu alifika Golgota. Yesu aliufikisha msalaba Golgota ili wewe upate kukombolewa, ili wewe upate wokovu. Kila Yesu alichokifanya kilikuwa ni fundisho kwetu sisi anaotuacha. Ilikuwa ni fundisho. Hakufanya pale kwa maigizo. Hakufanya pale ndio ikawa imeishia pale. Alifundisha ili atakapoondoka tubaki tukijifunza na kuyaishi yale ambayo Yesu Kristo aliyafanya. Ndio maana Mkristo yote unaitwa kuwa mfuasi wa Yesu, na mfuasi wa Yesu mwenye kujifunza matendo yote Yesu ambayo alituonesha kwa ajili ya kutufundisha mimi na wewe.
Mtu ambaye hataki kujifunza, maana yake huyo hana sifa ya kuwa mfuasi wa Yesu. Mfuasi wa Yesu ni msikivu, kwa maana anasikia, anaelewa, anajifunza, anatenda, anaamini na mambo yanatokea. Sasa Yesu akiwa amebeba ule msalaba kwa ajili yako wewe, kwa dhambi zako ambazo umezitenda wewe, Yesu akazichukua. Kila pigo ambalo Yesu alipigwa, ujue ni kwa sababu wewe upate nafuu. Yale mapigo yote ambayo alipigwa ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Lakini ukumbuke, Yesu hakutenda dhambi, alikubali afe kwa ajili yangu na ya kwako. Sasa wewe msalaba wako ni upi? Ndio swali langu la leo. Unabeba msalaba gani katika maisha yako ya kila siku? Unabeba msalaba unaomhusu nani? Ni msalaba maisha yako. Unajua kabisa si ni watu wa familia, una ndugu, una jamaa zako, unao marafiki zako, una familia yako ya karibu, una watoto wako, una mume wako, una mke wako. Unabeba msalaba gani ili kumuokoa mtu? Maana mtu anapoangamia anahitaji msaada, mtu anapoteseka anahitaji msaada. Wewe unabeba msalaba upi? Ama ndio umekuwa mtu ambaye wa kuona kwamba wewe unastahili kuwa sehemu salama, msalaba sio wewe wa kubeba? Nikupe mfano ama nikueleze kwa mifano upate kunielewa. Unaweza kuwa una rafiki yako, ni rafiki yako, alafu rafiki yako huyu anayo mapungufu fulani fulani ambayo wewe unaweza ukamfundisha ama ukambebea ule msalaba. Bwana, rafiki yangu, wewe unapenda sana mambo ya kunywa pombe. Pombe haifai. Sasa wewe unaacha kumbebea msalaba wa kumfundisha na kumwelimisha. Kazi yako ni kwenda kumsema kwa wengine, kumlaumu kwa wengine, ama unaishia kulalamika na usimfundishe nini cha kufanya. Yule bwana, mimi bwana, yani yule jamaa pombe tupembe na yeye. Yani pombe itamuua yule. Haya, kuna wengine ndio wale wapenda wanawake, wapenda wanaume. Ndio maisha, ndio misalaba waliokuwa nayo. Wewe kama Mkristo umechukua jukumu gani la kumvuta huyo ili atoke huko kwenye hilo shimo aliloingia? Umvute akawe Mkristo ambaye ameokoka, aachane na mambo ya zinaa, aachane na mambo ya pombe. Wewe rafiki yako unamuona matendo yake, wewe umepata wokovu, unaweza kumshawishi, unaweza kumfundisha, unamwacha. Alafu kazi yako ni kulaumu. Unamlaumu tu. Halafu lawama inasaidia nini? Ama lawama inajenga nini? Ama lawama utakapomlaumu yeye ataokoka kwa namna gani? Kama Mungu angeamua kutulaumu, mimi na wewe tungeokolewa? Jibu lake ni hapana. Kama Yesu angeamua kutulaumu, angekuja hapa duniani atulaumu tu alafu aondoke, mimi na wewe tungeokolewa? Jibu lake ni hapana. Kwa hivyo na wewe unavyomlaumu mtu, mwisho wa lawama huwa ni nini? Mwisho wa kulaumu kwako huwa unataka kitokee nini? Ndio somo linauliza, msalaba wako ni upi? Una ndugu zako wana changamoto, washirikina, ndio mambo ya kishirikina. Waambie, wakikataa, waambie hata mkikataa ili jambo sio zuri. Kila ukipata nafasi waambie, usiwaache. Ukiwaacha wakifia huko, wamefia katika njia ambayo sio mzuri. Maana yake mtu anapokufa katika dhambi, andiko anatuambia vizuri, njia yake ni motoni. Kwa hiyo ukikaa kimya kwa sababu ndugu yangu bwana atajua mwenyewe, na Yesu angesema utajua mwenyewe, ingekuwaje? Una watoto wana changamoto. Mwanadamu yote anapata changamoto ni kwa sababu ya dhambi. Unapomwona mwenzio ana changamoto fulani, ni dhambi. Kuna mlango fulani tu uko sehemu uko wazi, ambao yule kama mlango ule utafanikiwa kufunga, ataachana dhambi, ataachana uovu. Kwa hiyo wewe uliyeokoka, huyo mtu wa familia yako, mtoto wako, mwizi kweli, yani huyu atamuua, anachoma moto, hiyo sio suluhisho. Kuna namna unatakiwa ubebe kama msalaba. Unapomba bebe kama msalaba, kuna wakati mwingine utakuwa usimame kwenye maombi. Usimame kwa ajili ya kumuombea mtu mwingine, awe anajua ama hajui. Unaweza ukaenda mbele za Mungu, mimi na kilio, huyu mtu kwa nini abadiliki? Hata usimwambie, mbebe huo msalaba, omba kwa ajili yake. Zibebe dhambi zake wewe unaomba. Omba toba kwa ajili yake.
omba neema kwa ajili yake. Tenga muda maalum, sio maombi ya bla bla, ya rashi rashi, ya haraka haraka, hakuna. Tenga muda. Kama unataka siku saba unaomba mfululizo. Unaweza kuomba mwezi mzima, unaomba kwa ajili ya mtu fulani. Omba kwa ajili yao. Mtaani kwako kuna watu, yani unaona kabisa mtaa huu hauko sawa sawa. Huu mtaa hauko sawa sawa, kuna shida. Mabinti wanazalia nyumbani mtaani kwako, mtaa wote watu hawasomi. Huko unaona, ingia kwenye maombi ya kukomboa mtaa. Omba kwa ajili ya mtaa wako. Omba. Mwambie Mungu ashushe rehema kwa ajili ya mtaa, usiwaache. Hao unaowaacha wanaweza kuangamia wakiwa kwenye dhambi, lakini hao unawaacha kama wezi mtaani. Watoto wanakuwa wezi mtaani, unawaacha. Kesho atakuja kukuibia na wewe. Umepata kuathirika kwa sababu ukutaka kuwabebea msalaba ambao neema ya Mungu ingewarudisha kwenye wokovu. Wabebe, wasaidie kubeba ule msalaba. Yesu alituonyesha kwamba amebeba msalaba kwa ajili yetu, mimi na wewe, akaubeba ule msalaba. Kwenye familia kuna mke, kuna mume, kuna changamoto ambazo unapaswa kuzibeba kama msalaba. Sio unaanza kusema maneno yasiyofaa. Mke gani huyu sasa? Mara nikimwambia hivi, mara vile, unalalamika kwa watu. Hamna kitu hapo. Hamna kitu hapo. Rafiki, kuna mtu hapo? Basi tu hamna cha kufanya. Hiyo itakusaidia nini? Beba kama msalaba. Beba kama msalaba, simama kwenye maombi kwa ajili ya kumwombea. Mwanaume gani? Mwanaume suruali, mwanaume hana hela. Hasa unataka hela? Mlilie Mungu, muulize kwa nini mwanaume hana hela. Kama anatumia vibaya, omba kwa ajili yake. Hana kazi, omba kwa ajili yake. Mlevi, omba kwa ajili yake. Beba msalaba wa mwenzio. Unapolaumu wewe, kabla hujaanza kulaumu, jiulize kwamba Yesu angekulaumu wewe, ungefika hapo ulipo, huo wokovu ungeupatia wapi? Na wewe ni Mkristo. Silaha yetu ni msalaba. Imani yetu ipo kwenye msalaba. Msalaba kwetu una maana kubwa kabisa. Ndio msalaba, ishara ya ukombozi ulipatikana hapo kwenye msalaba. Ndio ishara ya msalaba. Unapobeba msalaba, maana yake umebeba matatizo ya mwingine, unabeba msalaba huo. Ndio ndugu yako asiposikia basi, lakini umemwambia. Ndio mke wako, huwezi kumwacha, umeendelea kumweleza. Mwambie. Omba neema ya Mungu ibadilishe kile ambacho unaona kuwa ni kero. Omba neema ya Mungu ifanye nini? Ibadilishe. Ukiwa unafundisha, sio kulaumu. Fundisha. Unaomba Mungu huku unafundisha. Usilaumu kwa yoyote. Awe mume wako usimlaumu, awe mke wako usilaumu, awe mtoto usimlaumu. Mfundishe. Ina maana ukimlaumu ndio hatakuwa mtoto wako, au ukimlaumu ndio ataacha hicho ambacho unakiona kwako hakifai. Mtoto ana tatizo, anakujua kitandani, unapiga kikujuzi, inasaidia nini? Tafuta namna, tafuta mbinu, beba msalaba, muombe. Kuomba ni kitu muhimu sana. Kuomba ndiko kunakoleta matokeo yote ambayo wanadamu anahangaika nayo. Wasaidie wengine. Yesu alipotuonesha amebeba ule msalaba, kuna wakati Yesu ule msalaba alianguka nao, na wale askari wakaona kabisa kwamba huu msalaba atachelewa kufika. Wakamshurutisha mtume wetu Simoni wa Kirene, Simoni wa Mkirene yule, wakamwambia kwamba beba msalaba wa Yesu. Yani kwa kumshurutisha tu. Hebu jiulize, Simoni hakuhusika na ile kesi ya Yesu pale, lakini anaambiwa beba msalaba. Akaamua tu kunyanyuka, akachukua msalaba wa Yesu, akaenda nao. Marko sura ya 15:21 inasema wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashambani. Tena alikuwa anatoka shambani, anatoka kwenye shughuli zake. Wakamwambia beba nini? Msalaba. Simoni Mkirene, baba yao Iskanda na Rufo, ili auchukue msalaba wake. Msalaba wa nani? Wa Yesu. Alikuwa anatoka wapi? Shambani. Angeweza kusema sitaki, mimi akaondoka zake, lakini baba wa watu akabeba msalaba amsaidie Yesu. Kwa tuna funzo la kwamba, la kwanza, tubebe misalaba yetu. Tubebe misalaba kwa ajili ya wengine, lakini tuwasaidie wengine misalaba yao inapowashinda. Wapo watu wanaibeba misalaba yao lakini inawashinda. Unaona kabisa yule ni muombaji, unaona kabisa yule ni Mkristo, unaona kabisa yule ni mpendwa. Unamuona kabisa anajitahidi kuomba lakini anaanguka. Anajitahidi afikie hatua fulani lakini hafiki. Na wewe unamuona. Kwa nini usiende kumsaidia msalaba ule? Kwa nini usikae naye, bwana tuombe pamoja? Kwa nini usimshirikishe, mkakaa mezani mkazungumza changamoto ni nini?
Hebu twende tuweke timu ya maombi ya watu kadhaa tuombe kwa ajili yako, na wewe unamuona, lakini unafanya nini? Unamcheka. Mwenzako anahudumia, viwango viko chini, kila anapohudumiwa viwango viko chini, wewe ndio unafurahia kwa sababu mnahudumu pamoja. Ashuke yeye ili upandishwe. Huo sio Ukristo. Kazini ni hivyo hivyo. Unamwona kabisa mwenzako kazini kuna kitu hakipo sawa, wewe unakijua. Yupo kwenye idara yake na kwenye idara yako, unashindwa kumsaidia. Unataka tu afukuze kazi aje mtu mwingine, wewe furahi. Au afukuze kazi yeye ukae wewe furahi. Hapana. Yesu hakutufundisha hivyo. Yesu atufundisha kwenda kuwaambia, bwana wewe kinachokushinda hapa ni kitu gani? Uwe kama Simoni wa Kirene. Bwana mimi hapa mbona sielewi ikoje? Hii wanafanyaga hivi. Sijui kama unaelewa vizuri. Kuna mtu mwingine anajua, yani kitu nakijua vizuri kabisa, kile nakijua kile kwa uzoefu wako. Alafu labda ukuta bosi anakasirika kwa sababu aliyemwajiri labda anakosea kile kitu na wewe unakijua. Mtu anaona amwambie bosi, yule fulani anashindwa kufanya ile kazi inafanyika 1 2 3, mbona mimi nimefanya kazi nimeweza, yeye ameshindwa. Mtu anaenda kusema maneno kama hayo. Maneno kama hayo ni ya uchonganishi. Sasa bosi ataenda kumgombeza yule mfanyakazi wakati ulikuwa unajua. Kwa nini usiende kumwambia, ndugu yangu, hiyo kompyuta mouse yake waga inasumbua, ndio unaona unachelewa kufanya kazi, ama hiyo keyboard unayotype inakosea kutype. Ukitaka kutype vizuri tumia keyboard. Kwa nini usimwambie? Au mwambie unaenda kutype kwenye kompyuta yako, alafu naenda kumwambia bosi, mbona mimi nimefanya? Ili iweje? Beba msalaba wa mwenzio kama wewe ulivyobebewa msalaba na wengine. Kila mmoja wetu hapa kuna mahali fulani ulibebewa msalaba. Kutoka kuzaliwa kwako mpaka umri wa akili timamu, wewe unafikiri kwamba ulijibeba mwenyewe? Hata kubeba tu mgongoni. Angalia mfano mdogo, watoto wangapi unakuta njiani, mtoto jioni kubeba, umebeba msalaba kwa muda ule, umemsaidia mama, hata kama ni dakika 5 umemsaidia. Umebeba msalaba wake, umemsaidia msalaba alionao. Wangapi walikusaidia wewe? Wangapi walisaidia familia yako wewe ukawa hapo ulipo? Kwa nini wewe unashindwa kubeba msalaba? Ndiko Yesu anatufundisha leo, kubeba kwa maana kujichukulia msalaba wake na kuamua kwenda kufikia ile tamati ya beba yale maovu yetu na zile dhambi zetu. Lakini Simoni Mkirene anatufundisha kwamba tuwe wanyenyekevu kwenye kuwasaidia watu wakati unaofaa na wakati usiofaa, wakati wa utayari na wakati ambao haupo tayari. Kwa sababu kama Simoni alikuwa anatoka shamba akabeba msalaba, maana yake hakuwa amejiandaa. Inawezekana kuwa alichoka kwa shughuli za shamba, akaona sio tatizo, wacha nibebe msalaba niende nao, akabeba msalaba akamsaidia akafikisha ule msalaba. Kwa hiyo mimi na wewe tunafundishwa kujibebea misalaba yetu na kuwabebea wengine misalaba, kwa maana ya kuwasaidia misalaba yao. Wewe msalaba wako unambebea nani? Hiyo tafakari kwao katika maisha yako. Mimi nambebea mtu msalaba, au mimi nimekuwa mtu wa kulaumu tu? Namfundisha mwenzangu, au nimekuwa mtu wa kulaumu tu? Namwelekeza ndugu yangu, au nimekuwa mtu wa kulaumu tu? Au nimekuwa mtu wa kutengeneza story? Maana kuna wanaolaumu, kuna wanaotengeneza story. Mwingine anakuona kabisa ndoa hiyo inazama, yeye akaenda wale wafiki mbali mwaka wao watoboi, na anajua chanzo nini. Unajua kabisa ndoa ile ugonjwa wake ni fulani, ambao pengine ungewapa maarifa wangeelewa. Wewe umekaa kimya, unataka kufurahia. Sio sawa sawa. Jifunze kubeba msalaba wa mwenzako. Jifunze kumbebea mwenzako msalaba wakati unaofaa na wakati usiofaa. Lengo ni moja tu. Tunapofanya matendo haya ndiyo matendo ya huruma. Unawafariji watu, unawabebea watu. Unapombebea mtu manake ni tendo la huruma, ni tendo la kujali, na Mungu anakuandikia thawabu kwa sababu ya jambo kama hilo. Tusiwe watu wa kulaumu, tusiwe watu wa kutazama. Kuna wengine unamuona kabisa, yani unamuona kabisa, yani umekaa tu mahali labda nje, umekaa unamuona kabisa yule anachokifanya pale sasa hivi anaharibikiwa, na usimwambie. Unamwacha tu mpaka anaharibikiwa. Alafu anasema nilijua mimi. Inakusaidia nini? Mtu anaendesha gari, unaona basi hiyo gari hiyo hapo chini kulikuwa kuna msumari. Hebu angalia hiyo tairi. Unamuona kabisa anakuja, anakanyaga msumari ule unaingia kwenye tairi ya gari, unamwangalia tu. Baadaye anapata pancha, anapata ajali, gari inaharibika, pengine anaweza kupata ajali akaumia na yeye. Ulimwangalia tu, ukashindwa kumsaidia. Nini? Usijui ni wivu, sijui ni chuki, sijui ni kutokuelewa,
lakini ni vitendo ambavyo havipendezi. Beba msalaba wako, wabebee wengine msalaba. Yesu alibeba msalaba wake na Simoni Mkirene akamsaidia Yesu kubeba msalaba. Yesu anabeba msalaba wake, haukuwa kwake, kwa maana ya kwake alitubebea sisi dhambi, akaamua kubeba yeye. Kwa ni story ile ile ya kubebeana. Yesu alitubebea na Simoni wa Mkirene akambebea Yesu. Kwa lazima tubebeane, lazima tubebane, lazima tufundishane, lazima tuelimishane, lazima tujuzane, tupeane maarifa ili tuwe kitu kimoja. Tuongee lugha moja, lugha ambayo Mkristo anapaswa kuiongea. Tusio watu wa kulaumu, tusio watu wa kufurahia matatizo ya watu wengine, tusio watu wa kufurahia magonjwa ya watu wengine, tusio watu wa kufurahia kufukuzwa kazi kwa mtu mwingine, tusio watu wa kufurahia kwa mtu kufukuzwa kwenye nyumba hana kodi, tusio watu wa namna hiyo. Hayo ni matendo ya kipagani. Yaani unasikia mtu bwana ameachishwa kwenye huduma bwana, wewe unafurahi. Kinachokufurahisha nini? Beba msalaba wake. Hata kama huwezi kumrudisha, basi kwa kumfariji bwana, tuko pamoja. Mungu akutie nguvu. Taendelea kukuombea ili Mungu akuinulie sehemu nyingine ya kufanya huduma. Kama kuna mali kuna kosa apate kulirekebisha. Sio kucheka, sio kufurahi. Vitendo vya namna hiyo havimpendezi Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninakusii Mungu aendelee kukutia nguvu. Roho wa Mungu aendelee kukufundisha matendo ambayo Mungu anamfurahisha, na ni matendo gani? Ya kubeba msalaba. Yesu alipokuwa anateswa na kubeba msalaba, ikutafakarishe kwa habari ya kwamba na wewe unapaswa kumbebea mtu mwingine msalaba. Unapaswa kusaidia watu misalaba yao. Unapaswa kusaidia. Tendo hili ni tendo la kuonesha kwamba Yesu ametubebea. Tafakari kuhusu kubebewa msalaba. Na pia ikukumbushe kwamba Yesu alipobeba msalaba wako, maana yake alibeba dhambi zako. Uache kutenda dhambi. Ikukumbushe hapo pia kwamba Yesu alikufa msalabani, alipigwa. Kila kipigo chake maana yake alikuwa anakuokoa wewe na kipigo. Kwa hiyo wewe umeokolewa na kipigo, Yesu amemaliza kazi yake, alafu wewe unaendelea kutenda dhambi. Hiyo haiwezi kuwa sawasawa na wala haikubariki katika utumishi wa Mungu kwa namna yote. Mungu akubariki sana kwa mafundisho haya. Nasema asante kwa Mungu kwa kuwa amenipa kibali cha kufundisha somo hili kwa dakika hizi chache, na naamini kabisa wapo watu ambao watasikiliza somo hili watarekebisha tabia zao, na kuna watu wataweza kuanza kupata misaada mbalimbali kupitia somo hili. Mtu anaweza kuwa alikuwa haelewi chochote, akawa anaona ni jambo la kawaida, lakini pengine baada ya kusikia somo hili umegundua na kubaini kwamba hilo sio jambo la kawaida na ni jambo ambalo halimpendezi Mwenyezi Mungu. Nikuombe endelee kufuatilia mafundisho yetu kupitia channel ya Mikono ya Kristo, lakini pia tunao mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok, na tunayo channel ya Mikono ya Kristo ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Pia ziko namba zetu za simu hapo, unaweza ukatupigia. Inawezekana unataka kuwasiliana na sisi, inawezekana na jambo la kutushirikisha, tupigie. Ukipata muda neema, tupigie. Ukitupata tutaongea. Kama unatukosa, drop hata comment hapo, andika comment yako hapo chini. Unaweza ukaandika jambo, kama unaweza ukali express, unaweza ukalielezea hapo kwenye comment. Lielezee tu. Kama haiwezekani, endelea kututafuta ama kwa kutuma message ama kwa kutupigia. Mliopo nje ya nchi, namba ya WhatsApp iko hapo, endeleeni kutupigia. Kwa kutumia WhatsApp tupigie tuweze kuzungumza. Inawezekana una jambo fulani mahali ulipo unahitaji huduma ya maombi, una huduma ya maombezi, huduma ya ushauri, tafsiri za ndoto na mambo mengine mengi, haujui mwambie nani. Unamtafuta Mungu, unatafuta msaada wa kimungu, msaada wa kiroho, hauwezi kupata kwa urahisi. Basi huduma imekufikia kiganjani mwako. Changamkia huduma hii. Huduma hii ni bure kabisa. Ni kuweka bando, ni kutupigia, ni kuwasiliana tu. Hakuna kitu cha kuchaji hapa kumuona nani sijui shilingi ngapi, hakuna. Ni bure kabisa, na Mungu wa mbinguni kupitia Roho wake Mtakatifu atakusaidia na changamoto yako itamalizika. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.